Mtazamaji, karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi. Nakuletea mada ambayo imeletwa na dada kutokea kule Zanzibari mwenye umri wa miaka 46. Amelalamika kwamba mume wake anamtesa ndani ya ndoa mpaka amefikia umri wa miaka 46, hajawahi kufika kileleni. Ananiuliza, hivi kileleni mtu akifika yukoje? Nikamwambia hivi, ni kila sambusa. Ukiniuliza sambusa utamu wake ukoje, siwezi nikakuelezea mpaka ule mwenyewe sambusa ndio utatambua utamu wake. Sasa mume wangu ana kadudu kadogo sana, alafu anawahi kumaliza, alafu kurudia inakuwa shida. Nikamuuliza, labda mume wake ameongezeka unene sana, ni mnene? Akasema hapana, hajanenepa, ni kwamba tu ana kiumbe kidogo sana. Sasa hali hii unaweza kuiona ni ya kawaida na uweze kuisikia redioni, lakini mimi kama sexologist lazima nikuletee vitu ambavyo nakutana navyo uweze kuelewa hali halisi ya mahusiano yako. Kama nilivyokuambia jana, nimeongea na mtu mmoja mkubwa sana kwenye kampuni moja jijini Dar es Salaam. Kagundua kwamba mke wake amechepuka mara 2. Ametrack simu ya mke wake, akagundua amechepuka mara 2. Sasa mtu ambaye outing yake kwenda ni Dubai, hela anazo, uzuri anao, na ni mcha Mungu, lakini mwanamke amechepuka mara 2. Anasema nimeumia sana, lakini sina mpango wa kumwacha mke wangu, nampenda, na mke ameomba radhi sana. Sasa mambo kama haya watu wanaweza kufikiria kwamba tendo la ndoa halina nguvu yoyote, lakini naomba nikusomee kesi hii uweze kuona jinsi gani ilivyo na mada nilionayo. Je, mwanamke anaweza kuendelea kufurahia udume mdogo maisha yake yote ndani ya ndoa? Hiyo ndio kichwa cha habari cha hii mada leo. Sikiliza kesi hii niliyoletewa. Dokta, nimekuwa na mahusiano na huyu kaka, huu ni mwezi wa 10. Kiukweli ni kaka mzuri sana, yani ni amazing katika mambo mbalimbali, yani anajiweza sana. Tendo la ndoa anajitahidi vizuri sana, japokuwa ana maumbile madogo kuliko yale niliyokutana nayo kabla sijakutana naye. Unasikia hiyo? Anasema ana maumbile madogo nikilinganisha na wanaume waliomtangulia. Haya maumbile ya kiume ni madogo. Anasema kuliko yale ambayo nimezoea kukutana nayo huko nyuma. Kwa Kiingereza amesema he is smaller than what I am used to. Tuendelee na story. Anasema kitu kizuri kuhusu huyu mwanaume ni kwamba anajua analopaswa kufanya kitandani, na anaziba pengo hilo la maumbile madogo kwa njia hizi mbalimbali ambazo anazifanya kwangu, na kwa sehemu kubwa naridhika naye. Kitu ambacho kinanikosesha raha moyo wangu ni kwamba ameshakuwa kwenye mahusiano huko nyuma kabla ya kuwa na mimi, na wanawake wote aliokuwa nao walimsaliti. Hii inasababisha nianze kuwaza, hivi kweli ukubwa wa maumbile ya kiume ya mwanaume yanaweza kuwa ni sababu ya huyu mwanaume kuwa amesalitiwa na hao wanawake waliomtangulia 2? Lakini inavyoonekana yeye mwenyewe huyu mwanaume hajui kwamba hili ni tatizo machoni pa wanawake. Anajiamini sana, ni mzuri sana kimaumbile, kwa 100% yeye ni type yangu. Tunaendana vizuri sana katika maeneo mbalimbali, na najisikia kama vile nimemjua maisha yangu yote. Yaani yeye ni kama rafiki yangu mzuri sana. Lakini sitaki swala hili la maumbile madogo ya huyu mwanaume yaharibu uhusiano huu tulionao. Ukubwa au udogo wa ume sio kwamba ni la muhimu sana kwangu,
Lakini ninapoona na kufikiria kwamba ninaingia kwenye uhusiano wa muda mrefu, yaani wa ndoa, inanipa mashaka. Ninapendelea kitu kile ambacho nimekuwa nimekizoea kukipendelea huko nyuma, yaani maumbile ambayo nimekutana naye huko nyuma kabla huyu mwanaume niliye naye injinia. Uume wake dokta ni wa wastani sana. Sasa kinachonikera ni pale ambapo tunapokuwa tunafanya mapenzi huwa inachomoka chomoka. Inanikera kweli dokta. Najua tunaweza kutumia mikao mingine mbalimbali kuepuka uume huo usichomoke, lakini sijui kama hiki ni kitu ambacho nitaweza kukivumilia maisha yangu yote. Dokta, nikurejeshe nyuma. Huyu mwanaume alishako kwenye mahusiano ya miaka 9 kabla yangu mimi na mwanamke mwingine, na huyu mwanamke alikuwa mzuri nimesana kwa sura, nimemwona picha yake, na wenyewe uhusiano huo ukaisha kwa maumivu ya huyu mwanaume kuacha. Halafu baada ya huyo akapata mwanamke mwingine mzuri vile vile, anapenda wanawake wazuri inavyoelekea. Uhusiano huo ulidumu kwa miaka 6, na wanawake wote hao mwishoni mwa mahusiano hayo mpaka kuachana ni kwamba walikuwa wamechiti. Swali langu dokta, hivi mwanamke kweli kabisa anaweza kuridhika maisha yake yote akiwa na mwanaume mwenye maumbile madogo, au macho yake yataanza kuhangaika kuangalia kwingine? Unaona, hii ni historia kweli. Naomba nisikilize. Sasa haya mambo unayaona, unaweza kufikiri kwamba ni ya kawaida sana. Dokta nayo mapenzi unatuletea stori za paka na panya. Hizi stori ni za kweli kabisa. Sasa naomba nisikilize. Mungu aliumba mbingu na nchi, ndio aliyeumba maumbile ya kike na akaumba maumbile ya kiume. Kweli au sio kweli? Ni kweli. Mungu ndiye aliyeumba mapenzi. Kweli kama sio kweli? Sasa na dada mmoja kanitumia message ile kunichokoza. Anambia hivi, wewe haya mambo ya mapenzi unayofundisha hapa kwenye YouTube kweli hayaathiri imani yako kwa Mungu na uhusiano wako na Mungu? Hayaathiri? Nikamwambia hivi, hayaathiri kabisa. Nikampa mstari mmoja kutoka kwa Mathayo 22:29. Mungu anawaambia hivi, mnapotea kwa kukosa maarifa. Anasema hivi, mnapotea kwa kuwa hamyajui maandiko na uwezo wa Mungu. Sawa? Nikampa na andiko lingine kutoka kwenye wa Korinto. Mtume Paulo anasema kwamba mimi kwa mataifa nakuwa kama wa mataifa, kwa Wakristo ambao wanamwamini Yesu na kwa mataifa nataka niwe kote niwe nikae kote ili niweze kuwavuta wale ambao wako nje ya Ukristo. Kwa hiyo haya mambo unaona nazungumza hapa, nasema dokta mwenye dhambi sana. Sawa, najua mnaniona kwa mwenye dhambi, lakini mimi najua nimeitwa na Mungu kuwafundisha watu, kwa sababu shuhuda ninazopata za wanawake kwa wanaume ambao wanasema nimesaidia kwenye ndoa yao. Kuna message nyingine imeingia leo. Basi ngoja nichukue simu yako nikusomee tena hii message, nimeipenda sana. Ngoja nikusomee message hii, nimeipenda sana kwa sababu kujiandaa kuitoa, lakini naomba huyu ni mtu ambaye nimemtumia video juzi. Amenitumia kwenye message ya kawaida. Sawa, amenitumia kwenye message ya kawaida. Uweze kuona shuhuda kama hizi ambazo zinanipa ujasiri wa kuendelea kufanya tafiti na kuangalia maeneo mbalimbali ambayo yanaleta shida kwenye mahusiano ya ndoa. Naomba nikusomea message hii. Ngoja simu yangu inafunguka. Sikiliza sasa. Wewe kidogo apigwe tena message yake. Sasa sikiliza message yake ya kwanza. Sasa hivi, habari dokta. Maujuzi haya unayotupa ya kuboresha na kuongeza upendo ndani ya ndoa, dokta, ni makubwa mno. Naomba kukuuliza swali la kizushi. Hivi ulifikiria nini kuanzisha hii channel ya kliniki ya mapenzi? Yaani Mungu akubariki sana. Umenifumbua macho na kunipa ujuzi ambao sikuwahi kufikia katika maisha yangu. Nimejifunza vitu vipya, vimeboresha ndoa yangu sana sana. God bless you kaka. Nikamwambia asante kwa kunitia moyo. Mungu akubariki, endelea kuniombea. Nikamuuliza swali, je, mume wako anasemaje? Akasema nikwambie kuanzia juzi
macho yake, kifua chake, nikimnyonya kichwa cha dudu lake, na korodani alianza kutetemeka na kutoa mangurumo kama nguruwe. Sasa hivi nyumbani hatoki, nimeshapewa na hela za kutosha, ila kidogo nipigwe. Aliniambia, umejifunza wapi hivi? Mbona vyanzo mwanzoni ukufanya? Unaweza kuona anasema mbona kidogo nipigwe, mpaka nilipomuonyesha kwamba umenitumia wewe, nikapeleka na YouTube. Anasema hapo ndio mwanaume akamuelewa. Sasa hii ni shuhuda ambayo nimemtumia, haijapita siku 7, wiki haijaisha. Sasa hivi nianze na Mungu kwanza, sawa? Nianze na Mungu. Mungu anasemaje? Kwa nini hali hii ya maumbile madogo inaweza kukuletea shida katika mahusiano yako? Niingie kwenye Biblia kwanza, kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3. Baada ya Adamu na Hawa kula tunda ambalo Mungu aliwakataza, mwanamke alipewa laana hii. Naomba uisikilize hii laana kutoka kwa Mungu mwenyewe. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sikiliza. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako, na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, na yeye atakutawala. Hii ni Mwanzo sura ya 3 mstari wa 16 peke yake. Asema hivi, tamaa yako itakuwa kwa mume wako, na mume wako atakutawala. Ndio maana nasema hivi, mwanamke ana maeneo 17 ambayo mwanaume anapaswa ajue jinsi ya kuliandaa kila moja. Mwanamume ana maeneo 14. Sawa? Sasa kwa nini mwanamke ana maeneo mengi? Ni kwamba mwanamke anahitaji maandalizi marefu ili afike kileleni. Sasa akikutana mwanaume ambaye hawezi kumwandaa sawa sawa, ile hamu yake inabakia naye yeye. Anakuwa na hamu ya kutiwa afike kileleni vizuri, lakini mwanaume anapokuwa ameshindwa anaumia sana. Huyu mama wa Zanzibar ambaye ana miaka 46 ambaye hajawahi kufikisha kileleni, hasa daktari, mpaka matiti yanauma, titi zinauma kwa sababu ya nyege. Sasa Mungu amemlaani mwanamke, amepewa laana. Anasema kwamba hamu yako itakuwa kwa mwanaume, na mwanaume atakutawala. Unaweza kuona yaani, sasa hii huwezi kuiondoa, ni Mungu amezungumza. Ana hamu, lakini hamu yake mpaka uichimbe sana ndio itoke. Haleluya. Mpaka uichimbe sana. Sasa wanaume wavivu kuichimba hii hamu, kuweza kuichimbua, kuikuta kule chini, alafu ukaitoa yote, asibakie na nyege tena. Sasa hiyo unashinda. Sasa ndio hiyo inafikia kuchepuka. Sasa huyo anasema hivi daktari, inawezekana kweli mwanaume mwenye maumbile madogo? Anasema hivi, ananifikisha kileleni, lakini nimezoea dudu ambalo ni kubwa kubwa. Sasa wanawake wanasema ile hali ya dudu limeingia likajaza vizuri, likaenea vizuri kule ndani kwenye uke wake, inawaletea raha hiyo peke yake. Lakini sio hilo peke yake, kuliangalia tu kwa macho kubwa anaona raha vile vile. Haleluya. Jamani, wewe sexologist bwana. Sawa. Haya ni mambo ambayo yanasikitisha. Sasa hii kesi hapa inafanana ambayo nilishakutana nayo usini kwangu. Sawa? Hii kesi. Sawa, katika tafiti ya mada ya kuna kaka mmoja alikuja usini kwangu. Ni mrefu kwa kimo. Sawa, alikuja ni mrefu. Asema daktari, mimi alikusema ninao dawa ya kuongeza ukubwa wa uume, inaweza kuongeza urefu usiozidi inchi 3 na unene inchi 1 bila kuleta madhara yote, lakini inachukua muda mrefu sana. Ndio maana kidogo watu wengine wanaikwepa. Sasa naomba nikusikie, lakini gharama yake wala sio kubwa sana. Na kuna mtu ambaye anajua kwamba inafanya kazi, anainunua kwangu, anawauzia watu 300,000, yuko Dar es Salaam. Sasa naomba kusema, sasa amekuja kuchukua dawa kwangu. Sasa ananijua kwamba mimi na maumbile madogo. Nikaamua nitafute bikra. Nikampata. Lakini baada ya miaka 8 yule bikira akaanza kuchepuka, ndoa imekufa. Sasa sikiliza kesi hii. Sasa anasema daktari, mimi niliolewa nikiwa bikira. Huyu ni mwanamke sasa analeta story. Sawa? Sasa mimi niliolewa nikiwa bikira. Lakini baada ya muda fulani nikagundua kwamba kuna uwezekano huyu mwanaume maumbile yake ni madogo, kwa sababu usifiki kileleni wakati wenzangu unasikiaga wanasimulia wanafikaga kileleni. Nikaanza kufanya utafiti. Nikaingia mpaka mtandaoni, lakini nikagundua kwamba tatizo ni maumbile madogo alionayo mwanaume. Ndio maana sipati raha ya tendo la ndoa.
Unaweza kuona. Unaweza kuona. Sasa hiyo ni story. Hiyo ni story nakupa. Uweze kupata picha tunapozungumzia swala la maumbile. Kwa sababu ukiwa na maumbile makubwa maana yake yana uwezo wa kusugua maeneo mengi ndani ya uke yenye miisho mingi ya mishipa ya fahamu. Kuna vitu vinaitwa nerve receptors. Hasa wanaume wengi kisimi hawajui jinsi ya kukihudumia na maumbile yao ni madogo. Naona bwana, maumbile yao ni madogo, alafu hawakaiti. Sasa sikiliza kesi hii hapa. Huyu ni mwanaume sema, daktari, mimi maumbile yangu ni inchi 4 ya urefu, nimeshawahi kuchitiwa mara nyingi sana. Sio kitu cha kuchekesha, lakini nimechitiwa sana. Lakini kwa sasa hivi nilipofikia katika maisha yangu, nakaa na mwanamke ambaye nilimwambia ukweli kwamba maumbile yangu ni madogo. Sawa, asema jambo hili nimelijua toka nikiwa mdogo, lakini bado linaniumiza ndani ya moyo wangu kwamba na maumbile madogo. Nilimuuliza huyu mwanamke, sawa, kama anataka mwanaume mwenye dudu kubwa kuliko langu. Akasema kweli anapendelea dudu kubwa kuliko langu. Nikamwambia kama ni hivyo, tafuta mwanaume, lakini hakikisha mnapima afya. Akasema daktari, yani amekuwa na raha, yani amekuwa ni mtu mwenye furaha kwenye hii ndoa kuliko ambavyo nilishawahi kumuona. Najua hili haliwezi likaeleweka kwa watu wengine, lakini kwangu limenisaidia kuwa na amani ndani ya moyo, kwa sababu mimi sio Mkristo. Sasa nasikia hii ni kesi ya kweli. Anasema hivi, daktari, kwa kweli katika hali ya kawaida kila mtu lazima awe ana kitu ambacho anakipendelea. Hii ni hali ya kawaida. Unaweza kuwa unapendelea nyama ya kuku kuliko nyama ya ng'ombe. Kama sisi wanaume tunapendelea matiti makubwa, makalio makubwa. Sasa na wanawake wenyewe lazima nayo wawe na vitu vya kuvipendelea. Sasa kwa nini nimnyime haki yake? Sasa hiyo ni story kutoka kwa mwanaume halisi amegundua udhaifu wake, lakini akapiga moyo akasema, huyu mwanamke sitaki aje aniache. Sawa, nimeshasikia wenzangu wameachwa kwa sababu ya hali hii. Sawa. Sasa hebu fikiria, huyu ni mke wako, aende kwa rafiki zake aanze kuulizia, jamani, mume wangu ana dudu dogo. Je, na wakwenu wako hivyo hivyo? Hebu fikiria, si aibu? Aende kwa marafiki zake anawauliza, jamani vipi? Hivi dudu dogo kweli inaweza kufikisha kileleni? Hapo watu watajua kwamba mume wake huyo ana kibamia. Naweza kuona, hebu fikiria, naomba zungumza, hebu fikiria ni mke wako huyu, aenda anauliza watu. Itakuletea picha gani wewe? Sasa ni hivi, tafiti zinaonyesha wazi, bahati mbaya sikuandaa hiyo karatasi lakini nayo, ni kwamba uume ambao wanawake wanaupendelea sana usipungue inchi 6.5, usizidi inchi 7. Usipungue inchi 6.5, usizidi inchi 7. Ukizidi urefu utamuumiza mwanamke. Kama nitakusomea kesi moja, mwanamke mmoja alikuwa anatoa damu. Sawa, nitakusomea message. Sawa. Itamuumiza mwanamke kizidi urefu. Na unene usipungue inchi 4.5. Sasa unene unapimaje? Kwa sababu watu wengine hawajui mimi unapimaje. Unene unapimaje? Okay. Sawa. Chukulia hili ni sawa, hili ni dudu, sawa, la mwanaume, sawa. Chukulia ni dudu, sawa. Chukulia hili ni dudu, sawa. Unene unapima hivi. Unazungusha kamba, sawa. Unazungusha kamba hivi. Unaona? Unazungusha kamba hivi. Urefu wa huu mzunguko, sawa? Kwa mfano hii, kwa nikichukulia hivi hapa, kwa mfano hii hapa, nikichukulia hivi nikileta mpaka hapa, sawa? Sasa urefu unaona sasa nikifungua hivi, unene wake wa hii ni hapa. Kwa hiyo unaiweka kwenye rula unene huu hapa, alafu ndio unajua hapa unene wa huu dume ukoje. Sawa? Sasa ninapozungumza kwamba maumbile makubwa yanaumiza, msikilize huyu mwanamke anasema, daktari, mume wangu ana maumbile makubwa. Ana uume wa inchi 8.5. Lakini kwa bahati nzuri yeye anajua kuutumia vizuri uume huo.
lakini mwanzoni mwa ndoa yetu ilipasa niende kwa daktari wa wanawake, gynecologist, mara kadhaa niweze kuulizia, mbona kila ninapofanya mapenzi natokwa na damu? Sawa. Nikaambiwa baadaye kwamba ni kwa sababu ya ukubwa na unene wa dudu la huyu mwanaume. Lakini mwanaume huyu alielewa hiyo hali. Sasa hivi anajitahidi, ananiandaa kwa muda mrefu kabla ya kuniingilia. Ningekuwa na uwezo wa kuikata, kuipunguza, ningefanya hivyo. Lakini kutokana na bidii anayoifanya, naona anafaa kwangu. Sasa hiyo ni story ya maumbile makubwa, yakizidi na yenyewe inakuwa kero. Sasa basi, nachozungumza ni kwamba kuna mikao ikianza kuchomoka inakuwa ni kero kwa mwanamke, lakini mwanamke hata kuambia kwa sababu ni fupi. Kwa hiyo unajikuta unapendelea mkao mmoja. Sasa kwa ndoa ya muda mrefu inakera kwa sababu unatumia tu mikao miwili mitatu, na mikao mingine huwezi kabisa kutokana na maumbile yako madogo. Sasa huyu mwanamke hujamkuta bikra, ashazoea kufanya mapenzi kwenye mikao mbalimbali na wanaume waliotangulia. Mahusiano muda mrefu, itafikia tu hatua anajisikia vibaya kuwa na wewe. Sawa, kuna mambo mengi ambayo yanapaswa yazungumzwe, lakini sasa hii story ni ndefu kidogo, lakini nataka nikuletee baada ya kuongea hilo. Sawa? Okay. Huyu ni mwanaume anazungumza. Anasema hivi, "Dokta, nimeshafanya mapenzi na wanawake wengi sana. Mimi ni mwanaume, kimo changu ni mrefu, 6 Lakini ningependa nikwambie dokta hivi, 90% ya wanawake wanapenda maumbile makubwa. Inaweza isiwe tatizo kwa wanawake wengine, lakini wanawake wanapendelea mwanaume mwenye dudu kubwa. Mwanaume akiwa handsome alafu akawa na dudu kubwa, hiyo ni bonus nzuri sana. Sasa mimi mume wangu urefu wake ni inchi 5.5 na urefu ni inchi 5 kamili. Unene ni inchi 5 kamili. Urefu inchi 5.5, unene ni inchi 5. Unene uko sawa, lakini urefu ndio uko chini ya pale. Asema nimeshawahi kutembea na wanawake ambao wanapenda madudu makubwa. Na wengine wanaitwa manasisti. Yaani wanapenda dudu kubwa kupita kiasi. Na bahati mbaya sasa inapokuwa imelala, dokta, inakuwa ni kichekesho. Dokta, nimeanza kuwa na msongo wa mawazo. Alafu mbaya zaidi, korodani zangu zimeingia ndani kwa sehemu kubwa. Inanifanya nijisikie vibaya zaidi. Ni mara chache sana mume wangu unasababisha ninapokuwa nimevaa suruali pale mbele kwenye zipu pavimbe. Dokta, yani panakuwa pako flat, pamelala kama vile ni mwanamke, hapa vimbi pale mbele kwenye zipu. Alafu najisikia vibaya sana ninapokuwa nimevaa suruali kwamba pale mbele hapa vimbi. Inanisumbua akili sana. Na sitaki mwanaume mwenzangu anione nikiwa uchi, ni aibu. Lakini dokta, wanawake wanafurahia wakiona ni ndogo pale inapokuwa imekuwa imesimama, wanafurahia. Yaani wanakwenda kutoka katika hali ya kukata tamaa na kuonyesha sasa hivi at least kumbe kuna tumaini. Yaani inakuwa kadogo kanapokuwa amelala ni kadogo, lakini kakianza kusimama, mwanamke anaona kumbe kana wala kubwa, kanaongezeka ukubwa kakisimama. Anasema hivi, alikuwa katika hali ya kutamani, kumwangalia usoni amekata tamaa hapa polisi. Natoka hola bure 0. Lakini akiona imesimama imekuwa ndefu kidogo inchi 5.5, okay, at least kidogo anaweza kujitahidi pale nikafika kileleni. Anasemaje? Ni kwa nadra sana katika mara kadhaa nimewahi kupizi wakati haijasimama mpaka mwisho. Anasema semi erection. Anasema kwa mara chache kadhaa imesimama, yani imepizi kabla hata haijasimama mpaka kufikia mwisho. Dokta, nilishakuwa na mwanamke mmoja.
sijui alikuwa shetani. Yaani alinisimamisha wakati namwandaa, alipokiona tu kamelala vile, akanisimamisha akaniambia, bwana, naona siwezi kuendelea na wewe, naomba tu uvae nguo. Akasema, mimi siwezi kuwa na mwanaume, naomba tu tuvae nguo. Yaani hakunipa hata ruhusa ya kusubiri isimame vizuri. Yaani akasema nope. Dokta, niliona kabisa usoni mwake, wakati nilikuwa nimeshaanza kupata hisia kwamba leo nitamtia vizuri kweli, lakini dokta naona kabisa usoni mwake kwamba alikuwa hana raha kukaendelea kukaa na mimi. Vilevile nilishakuwa na wanawake ambao wakishagusa, yani wako wamekaa wanachezeana, akishakashika tu peke yake kamesimama nusu, alafu mkaachana na yule mko ndani ya gari, ndio umeanza kumtongoza, akaanza kuchezeana, wakashika. Hiyo kesi nimekutana nao na dada mmoja mwezi uliopita mrefu. Sasa mwanaume alishaachwa na mke wake, sawa. Sasa huyu dada ndo anataka achukue nafasi yake, lakini nasema nilipokuwa tunachezeana ndani ya gari, sawa, ndani ya gari nilipokashika alikuwa kadogo, amesimama ndio, lakini kadogo kweli, lakini huyu jamaa ana hela, sawa, ana hela, afu ana kampuni yake, anasafiri sana. Sasa inafanana na hii kesi, sawa. Dokta asema hivi, yani akishagundua hivyo, ukianza kumtumia message zako hajibu, unatuma message nyingi lakini hajibu, kwa sababu bado hujamtia. Kwa hiyo anajua sikubali kutiwa na kadudu kadogo namna ile, utanichafua tu. Sema hivi, wanawake wa design hiyo hawajui kwamba wanafanya ukatili kwa wanaume wenye maumbile madogo. Asema hivi, wanawake wengine wamejaribisha kunifariji wakiniambia inatosha. Wengine kuna wengine wamesha kunidanganya kuniambia kabisa, pole, inaniumiza, ni kubwa sana. Lakini dokta, naomba niseme ukweli, imenichanganya akili sana. Yaani mara nyingine mpaka kichwa kinaniuma. Yaani ukiwa na maumbile madogo, yaani unakosa raha kabisa, hali ya kujiamini inakuwa haipo. Yaani wanakuona wewe kama ni mwanaume ambaye hujakamilika na mdhaifu. Dokta, naomba tu tusaidie. Nasikia una dawa. Nakuja Mwanza mwezi wa 6. Takuona. Sasa hivi wanawake wazuri wao wanacheka sana wakikutana na mwanaume mwenye maumbile madogo. Sasa hii ni kesi ya mwanaume halisi. Anaongea vitu kama hivyo. Sasa wewe sijui uko kwenye kundi gani? Sasa nimalizie hapo kwa kuletea hoja kadhaa ambazo nimekutana nazo ambazo zitakusaidia kuelewa hilo hili. Sasa nirudi tena kwenye Biblia kabla sijamalizia. Biblia inaonyesha wazi kwamba wanawake wanapendelea maumbile makubwa. Tunaenda kwenye kitabu cha Ezekieli sura ile ya 23. Biblia inaonyesha kabisa kwamba wanawake wanapendelea maumbile makubwa. Kitabu cha Ezekieli, nabii Ezekieli sura, jamani, Biblia hii hapa, sawa, sio nimetunga, Biblia hii hapa, sawa. Ezekieli sura ile 23 kuanzia mstari wa 19 mpaka ule wa 21. Sikiliza maneno haya. Lakini aliongeza uzinzi wake, akikumbuka siku za ujana wake, alipofanya mambo ya kikahaba katika nchi ya Misri. Akawapendelea wapenzi wao, ambao nyama ya mwili wao ni kama nyama ya mwili wa punda, nacho kiwatokacho ni kama kiwatokacho farasi. Ndivyo alivyokumbuka uasherati wa ujana wake, yalipobanwa matiti yake na Wamisri na maziwa ya ujana wako. Naomba nirudie pale. Akawapendelea, mstari wa 20, akawapendelea wapenzi wao ambao nyama ya mwili wao ni kama nyama ya punda. Sasa Biblia ya Kiingereza inasema hivi, sawa? She lusted after her lover with genitals as large as a donkey. Genitals ni maumbile ya kiume, maumbile ya asili yanaitwa genitals kwa Kiingereza. Translation nyingine inaitwa Holman Christian Standard inasema hivi, whose sexual members were like those of a donkey, yani wenye maumbile makubwa kama ya punda.
na wanatoa shahawa nyingi kama farasi. Kaka mmoja tokea Kahama alikuwa na tatizo la shahawa kidogo, nimemtumia dawa, ndani ya wiki 2 ananipigia simu ananiambia, daktari, dawa yako inafanya kazi. Shahawa zikiwa kidogo na inaleta shida, nao dawa ya kuongezea wingi na ubora wa shahawa. Sasa haya mambo yapo na yanatokea. Sasa ni kusomee stori za kweli kutoka kwa watu halisi. Nasema hivi, daktari, mimi kama mwanamke sijali sana kuhusiana na maumbile au ukubwa wa maumbile ya mwanaume. Ninachotaka mimi ni mwanaume ananifikisha kileleni au anifikishi kileleni. Hilo ndo naliangalia. Kama na maumbile madogo au makubwa, hilo anisumbui sana. Lakini nimekuwa na tatizo lingine ambalo naliona, kuna wanaume ambao wana maumbile makubwa sana lakini hawajui jinsi ya kuyatumia. Maumbile sio kila kitu, anaendelea kusema huyu mdada. Mimi mwenyewe sijui saizi gani ambayo inanifaa, lakini nimeshakuwa na mwanaume mmoja mwenye maumbile madogo sana kuliko yale ambayo nilishawahi kukutana nayo katika umri wangu wa miaka 38. Hakujua jinsi ya kuutumia vizuri uume wake. Hakuweza kunifikisha kileleni na uhusiano uliisha ndani ya muda mfupi. Sio kwa sababu alikuwa na maumbile madogo, lakini kuna vitu vingine ambavyo tulikuwa hatuendani naye. Naomba nisikilize sasa hapa. Hapa ndio kuna mtego mkubwa. Unaweza kuwa una maumbile madogo, sawa, lakini ukifahamu kuyatumia yatakusaidia. Lakini vile vile linaweza kuchangia kitu kingine. Unaweza kuwa ni mtu mwenye hasira, itakuletea shida. Na huku na maumbile madogo. Una tatizo la kuwahi kumaliza, bado uko na maumbile madogo. Unaweza kuwa bahili, uko na maumbile madogo. Sawa? Unaweza kuwa una maumbile madogo lakini vile vile sio mwongeaji. Unaweza kuwa na maumbile madogo lakini huna muda na mke wako. Kumtoa outing mke wako inakuwa shida. Hata kumnunulia zawadi inakuwa shida. Hata kumtamkia nakupenda baby, mpaka yeye aanze kumwambia nakupenda afu sema na mimi I love you too. Kwa hiyo kuna vipengele mbalimbali ambavyo vinakuchangia mpaka mwanamke anaona kwamba uko na kibamia chako. Sawa? Nishaongea na mwanamke kutoka Dar es Salaam, anasema anamvumilia huyu mwanaume tu kwa sababu ana hela. Anasema anamvumilia huyu mwanaume kwa sababu tu ana hela. Maumbile yake ni kero. Sasa sikiliza, huyu ni mwanaume anaongea ukweli hapa. Anaongea mwanaume. Anasema hivi, daktari, mimi kama mwanaume mwenye maumbile madogo nalielewa hilo tatizo. Na naishi maisha yangu katika hali ambayo natambua kwamba hiyo ni hali ya kibiolojia. Najua kabisa wanawake wengine inawatia kichefuchefu. Anasema hiyo hali ya mwanamke kusikia kichefuchefu ipo anapokutana na mwanaume mwenye maumbile madogo. Wanaume wengine wanataka kulipuuzia hilo jambo na umuhimu wake. Lakini lazima tukumbuke kwamba sisi ni kama wanyama. Maumbile haya yanalinganishwa. Na mwanamke anaweza kufanya maamuzi ya kumwacha mwanaume au kuchepuka kutokana na kwamba mwanaume anapokuwa anamwingilia mwanamke kwenye uke wake, mwanamke hapati msuguano wa kutosha. Kwa hiyo inaweza kuwa lazima, inaweza kuleta shida. Huyo ni mwanaume anaongea. Sasa nikuletee nyingine sawa. No, huyu ni mwanamke anaongea hivi. Daktari, anasema hivi, ni imani yangu katika maongezi na wanawake wenzangu ambao nimekuwa nao katika urafiki, kisaikolojia kweli inaleta shida kwa mwanamke. Mwanaume akiwa ni mdogo inatisha kwa mahusiano ya muda mrefu. Anasemaje? Anasema japokuwa mwanaume anaweza kuwa na maumbile madogo na akaweza kumfikisha mwanamke kileleni kwa ufundi alionao wa kujua maeneo ya kufanya, sawa, lakini heshima ya huyu mwanamke kwa huyu mwanaume mwenye maumbile madogo lazima itapungua kwa kadri siku zinavyoenda. Kutokana na hayo maumbile madogo, heshima ya huyu mwanamke kwa huyu mwanaume itapungua. Na vile vile kama wewe ni mwanaume unajua kabisa kwamba unapata shida kumfikisha mwanamke kileleni, lazima ujitahidi ili heshima yako ionekane kwenye eneo hilo la kumfikisha mwanamke kileleni. Sawa.
Sasa haya ni mambo ambayo yapo. Sasa wewe yakalie kimya, alafu utaona kwamba hii inaweza ikakugharimu. Dawa ipo, inaweza kuongezea urefu usiozidi inchi 3 na unene usiozidi inchi 1, ongezeko ambalo litakuwa la kudumu bila madhara. Inafanya kazi polepole sana. Ongezeko utaanza kuliona wiki ya 3, na hii dawa unaitumia mara moja kwa siku. Yaani ongezeko unaitumia hii dawa kila siku mara moja, lakini ongezeko utaanza kuliona wiki ya 3. Hii dawa inakwenda kwa kasi ya mwili kubadilika katika hali yake ya kawaida, hailazimishi kitu, ndio maana haina madhara na ongezeko linakuwa lina kudumu. Wataalamu wenyewe waliogundua dawa hii wanaita cells elongation. Cells, unajua ku elongate ni kuongeza urefu, ndio cells elongation procedure. Kwa hiyo ukitaka kuongeza inchi 3 inaweza kuchukua miezi 2 hadi 3. Inahitaji uvumilivu. Sasa wewe unataka vitu vya haraka haraka, dakika moja Zanzibar. Utakapata dawa ya haraka haraka, dawa ya kunywa mwili mzima ukavimba. Ya kwangu si ya kunywa, unafanyia uume massage kwa dakika 10 mara moja kwa siku. Una maelekezo yake na kutumia. Gharama yake shilingi 85. Tuwasiliane. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, jisajili kwa sababu kuna video inayokuja tamu sana. Kuna video inayokuja inasema hivi, video inayokuja usikose. Inasema hivi, mwanaume mwema lakini sexy mbovu. Hiyo ni video inayokuja. Kwa hiyo usije ukaikosa hiyo. Mwanaume mwema lakini sexy mbovu. Hiyo ni video inayokuja. Kwa hiyo subscribe. Bofya pale kwenye subscribe, alafu tutokea kuna kengele pale, bofya na ile kengele, click na ile all ili nitakapoweka video yoyote ile pale upate taarifa haraka sana. Waambie na marafiki zako, share na weka like vile vile. Inasaidia sana ili kupata watu wengine wapewe taarifa kwamba kuna video moja tamu sana. Kuna mtu mmoja pale Dar es Salaam amelike. Kwa hiyo anapewa taarifa watu wengine. Jamani kuna video hii hapa, amelike yule, amelike yule, amelike yule. Kwa hiyo like na hii vile vile, waambie na marafiki waweze. Na kuwekea maelekezo mengine hapo chini na namba zangu za simu ziko hapo chini. Na Mungu akubariki. Bye bye.